Iwapo kufikia kesho sheria ya uchaguzi itasalia ilivyo, basi yeyote anayetazamia kuteuliwa na vyama vya kisiasa na kujumuishwa kwenye orodha ya vyama hivyo ambayo itawasilishwa kwa tume ya uchaguzi, sharti awe amejiunga na vyama hivyo kufikia tarehe 17 mwezi huu. Ni uhalisi huu ulioibua mjadala mkali bungeni, wabunge wakitaka kubadilisha sheria ili iwezekane kujiunga na chama cha kisiasa Januari baada ya vyama kufanya uteuzi wao, na watakaotaka kuhama vyama waweze kuwa kwenye orodha ya vyama vya kisiasa. Baadhi ya wabunge wanasema kuwa vyama vya kisiasa haviaminiki kufanya uteuzi huru na havina demokrasia, hivyo watu waruhusiwe kuhama wakihujumiwa. Political parties are associations, Mr. Speaker. They are groupings, Mr. Speaker. If you differ in a group, Mr. Speaker, and if you feel you no longer believe in whatever that group believes in, Mr. Speaker, the right thing to do is to be allowed to move to a group where you feel comfortable. Let us not be locked in a place where we are not valued. If one was to wake up at the middle of the night, Mr. Speaker, at 2 p.m., at 1 a.m., Mr. Speaker, and he wanted to join a party, then there should be no law, Mr. Speaker, that should subject such a person not to exercise the freedom of conscience that that person wants to exercise, which has been given, Mr. Speaker, by the Constitution. Mbunge wa Kipipiri Amos Kimunya aliteta kuwa mabadiliko hayo yasipofanywa balaa kubwa itaibuka. If come tomorrow we are forced by some certain situations to declare that half of this house should go home, half of government should go home, the coalition government should collapse, and we don't have registered members, we don't have voters who are registered, you've not even passed the election rules, and we are still going for an election. We are creating a catastrophe. I don't think the Honourable Minister is in order to mislead the House, that if members of the Parliament leave the House, then the coalition will be dissolved. If we don't make this clear, at the end of the elections, you will see a myriad of petitions. Wanaopinga marekebisho hayo wanasema kuwa hii ni kuhujumu sheria ya uchaguzi ambayo ilinuia kuweka nidhamu katika vyama vya kisiasa. This is allowing party hopping to the extreme. So if that is the case, perhaps another amendment should be given that you allow party hopping up to the day of the election. What is the problem with that? People should stick to the parties they want, at least 6 months to the election date. I see no reason as to why people should be now panicking. Even if we pass this thing today, my appeal to the president is to reject it. Ilinuiwa kuwa mswada huo uidhinishwe na bunge leo ili uidhinishwe na rais kufikia kesho. Political party discipline and political party cohesion within a political party is more fundamental than the power the power greed of individual politicians. Kinachowasumbua wabunge ni kuwa huenda wakafungiwa nje iwapo vyama vyao vya kisiasa vitakosa kuwateua kuwania viti mbalimbali. Baadaye mbunge wa Chepalungu alijitenga na madhumuni ya mswada wake yanayosema wazi kuwania ni wabunge na madiwani wasifungiwe nje. I didn't really need to care about too many things here. My main concern is what the amendment says. Hivyo, mbona hakurekebisha mswada wake bungeni? I'm not even the speaker for me to tell members you are saying something else. I did, and I wanted to continue explaining, but I found the mood was that we should just move on. So I didn't mind because maybe the floor just wants to finish this thing and do something else. Licha ya mjadala kusitishwa, unaweza kujadiliwa kesho na kuidhinishwa au kutupiliwa mbali. Faiza Maganga, Citizen Nipashe.